za watu ambao wanatoa taarifa. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linawashikilia watuhumiwa 4 kwa tuhuma za kumiliki silaha kinyume cha sheria, kwamba mnamo tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 11 za jioni katika eneo la Kikuyu Mission lilopo katika jiji la Dodoma, jeshi la polisi liwashikilia watuhumiwa, liwakamata watuhumiwa 2 wakiwa na silaha aina ya pistol yenye magazini, ambapo ilikuwa ina silaha risasi 13 kinyume cha sheria. Pia tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya jioni saa 11 za jioni katika mtaa wa Rukole uliopo wilaya ya Mpwapwa mkoa wa Dodoma, tuliwakamata watuhumiwa wengine 2 wakiwa na silaha silaha ambayo imetengenezwa kwa kienyeji inayotumia risasi za shotgun. Morning Express. Taarifa bana jeshi la polisi kuhusiana na masuala mbalimbali, kukamata harifu huko pia bana wakiweza kutoa right tunze siri. Inakuwaje mimi nakuletea mjomba, mimi nakuletea nani? Mimi nakuletea taarifa zangu rafiki yangu, sio zangu mimi. Ile dhana ya ushirikishi wa wananchi iende sambamba pia na hiyo kutunza siri pia wananchi wanapoleta taarifa. Kwa mitaa huko tunajua kabisa mtoto wa fulani ni panyarodi, ila watu hawamsemi. Sasa unaanzaje watu waende kuripoti popote, wananyamaza. Mtoto wa fulani anafanya matukio usiku, wanamjua kabisa lakini hawapeleki popote, sababu tukifanya hivi ataenda, atakaa mwezi, atarudi. Akirudi hapa atakuwa shaambiwa ni fulani alikuchoma. Bwana alikuchomea mtei. Afu katika ukigeuka hapa pale wale askari hawapo tena, upo wewe mtaani kwako. Wakati wapo. Bwana tugeukie siasa kidogo mjomba, au sio? Ndio bwana. Kwa siasa mambo ni mengi sana. Na watu wanazidi kuhama wakitangaza vyama mbalimbali. Na moja ya jana 2 zimetikisa sana jana Ya kwanza bwana Nusrat Hanje yeye amemaliza utata na kutua CCM rasmi. Nusrat Hanje tuliambiwa hapa siku ile na mmewe alikuwa hapa akatuambia bwana ni swala muda tunaondoka. Tukasema bwana tayari hiyo. Hapa amethibitisha tu. Amethibitisha na inaonekana mumewe basi amekuwa sehemu kubwa sana, au aliniambia siku ile wakati tunafikia naye. Aliniambia brother, mimi mke wangu nishinde kumshawishi. Anambia nimechangia yeye kuhama. Wala sasa ile hebu ifukue. Alisema mimi nimechangia yeye kuhama. Yaani huwezi kuniambia mimi sina mchango, nimechangia pia. Mimi zile harakati niliona zile. Yaani ilikuwa anapostiwa sana kwa hapa basi tayari kumekucha hapa. Basi bwana jana amethibitisha rasmi bwana kuhusiana na kwenye wale 19 kwa hiyo ametoka CCM. Na Mwakagenda pia naye ameshajiondoa. Kwa hiyo bakia wachache. Kwa pale 19 tunazidi kuwa mega, wanazidi kumegeka pale. Kwa sasa kama 17 hivi. Wanazidi kutiririka. Msikia wakati anaongea hapa kidogo. Shangaa tena tetesi wengine kwa wanasema sijui kuna chama kinataka kuwapokea sijui. Tetesi lakini. Wanasema kuna chama kinataka kuwapokea wale wengine. Mimi naitwa Nusrat Hanje, ni mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Singida wa vijana. Sasa hivi ni mbunge wa kundi la vijana. Ndio maana mnaona kuna ujana mwingi, si ndio? Ujana wa kutosha, si ndio? Namalizia miaka yangu ya kundi la vijana. Lakini ni kama nimeiva hivi.
Ni kama kuna kazi nyingine naona nataka kupewa hivi. Mnasemaje? Haya, mmesema nyie lakini. Ndugu zangu, mimi kwa miaka 5 iliyopita tangu mwaka 2020 ninamshukuru Mungu sana. Sana. Mimi ni katika wanaomshukuru Mungu sana. Nimepata nafasi ya heshima ya kuwa mbunge wa viti maalumu wa kuwakilisha mkoa wa vijana wa Singida kwa kundi la vijana. Lakini sasa hivi ninashika nafasi ya ubunge kwa kupitia chama cha Chadema. Sasa Morning Express. Nilichanganya na nadhani pia kwa sababu wao pia wametuchanganya wenyewe. Ulichanganya mwingine. Huyu ni Nusrat Hanje. Nilikuwa namchanganya na Hawa Bananga. Hawa Bananga ndio wa Tabora, ndio anataka kuwania ubunge Tabora, ambaye ndiye mke wa Bananga. Si yule wa Tabora. Huyu Nusrat Hanje ni mwingine. Kwa hiyo maana yake ni watatu tayari wameondoka kwenye wale 19. Kwa hiyo kuna Nusrat Hanje, Hawa Bananga na Mwakagenda pia naye alitangaza baadhi ya eneo kwamba anaondoka. Umeiweka sawa. Kwa hiyo huyu sio Hawa, huyu ni Nusrat mwingine kwenye wale ndio. Vipi bwana, cheka bwana Mchungu. Tunachanganya. Mchungu kwa unasemaje? Haishangazi kwa hapo. Haishangazi kwa hapo. Bwana Mchungu. Haishangazi kwa sababu gani? Kwa sababu chama chao kiliamua. Kwa hapo pembeni hapo. Chama chao kiliamua. Ndio. Hapa si fresh. Kwa hiyo haishangazi wabunge wale 19 wa Chadema wakiama vyama. Mimi sitashangaa kwamba eti wabunge 19 wameenda kwa mfano East Ozalendo au wameenda Chauma. Haishangazi kwa sababu Chadema watoboi tena. Kwa sababu wale wa timu wenyewe au uchaguzi mwaka 2020 sawa, walienda kinyume na maazimio nini ya chama chao. Wao kaenda bungeni. Kwa sasa wao kwenda kwa mfano CCM au kwenda Chauma au kwenda East Ozalendo, nafikiri ni muendelezo tu wale matarajio yao kama wanasiasa. Sawa. Sasa nafikiri tutalikuta huko, tutarejea nao. Nimeona pia wakili Madereka naye ametimkia ACT. Naye ametimka. Nafikiri tutarudi na magazeti hapa. Wakati uchaguzi aliposti Twitter akaandika hakuna kwa machama sasa. Mimi jana nilikuwa naangalia status ya rafiki yangu John H. Alikuwa anasisitiza hakuna kwa machama. Uliona hicho kiposti? Hajaandika. Wanasalimiana. Jamani. Wakati mwingine kumbe picha huwa zina maana sana. Hakutaka kuzungumza. 9.6 East Africa Radio Dodoma. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Yo, what's up everybody? It's your girl She-King Tana. Nasikiliza East Africa Radio. You know what it is. Hey, yo, what it do everybody? You already know it's your boy Solomon Strikes over here. Nasikiliza East Africa Radio. Keep it locked. Bow. Oi, kibao finance mtoto wa baba, mtu na fikra zangu all the way from M&B music. Unasikiliza East Africa Radio. Ustoke. Oi. Hello. Naitwa Mario K. Bad na East Africa Radio. Usiondoke. Pull up. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Usitoke. We got the DJ there. DJ. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. Hii ni East Africa Radio. Wino nzito. 12 kamili sasa hivi ukitazama wakati wako. Tuko nawe tangu saa 11 kule. Leo Jumatano tarehe 21 Mei 2025. Godfrey Mchungu yuko hapa, lakini pia Exaudi Mtei yuko hapa, nami ni John Lawrence Rupokela. Asante sana kwa wale wote ambao umetuandikia ujumbe wenu mfupi wa maandishi wa kutosha kabisa kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo mmeyasikia hapa. Nimeona pia wengine kichangia bana juu ya wanohama vyama hapa na wenyewe vile vile wakituandikia. Asante sana bana. Unaweza kufanya hivyo kupitia nambari yetu ambayo ni 0683802966.
Ukituandikia hapo basi tutasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi 0683 80 29 66. Nitasoma ujumbe wako vizuri kabisa hapo. Vipi kwa upande wako? Makundi nazidi kuondoka. Mwingine nazidi kwenda ndivyo sivyo. Bwana, ni wasaa mzuri zaidi kwa ajili ya wino mzito. Ndio bwana. Exaudi Mtei, Exaudi msaka habari, anazisaka habari kwenye magazeti mbalimbali. Sawa bana, Nipashe wapo na taarifa nyingi, magazeti pia Mwananchi, Uhuru na mengine mengi yamesheheni. Lakini taarifa ambayo ulianza nayo kwenye Supertech pale pia ni miongoni mwa taarifa ambazo kwenye magazeti yote zimejitokeza kwa wingi. Ambapo Nipashe yenyewe imeandika taharuki kudukuliwa kwa mitandao ya taasisi nyeti. Ndio. Imo pia akaunti ya waziri. Mtaalamu wataja chanzo, serikali ya kunjua makucha ya onya. Sasa wamemnukuu hapa Gerson Msigwa ambaye anasema tumebaini kuwa kuna wahalifu ambao wanafungua akaunti za mitandao ya kijamii ni majina yanayofanana na taasisi zinazoaminika na kuchapisha maudhui ya upotoshaji na zenye kuzua taharuki. Jana kidogo mambo yalikuwa mambo yalikuwa ndivyo sivyo, mengi sana sivyo. Taarifa zikawa nyingi kweli kweli, hatujui ni nani, lakini mitandao bwana kuna mambo mengi sana unajua wengine bwana ifike sehemu sasa itoshe. Haiwezekani tu dukuliwe. Yeye wenzangu mnaipata Twitter X. Kuna binafsi usiku sikuipata. Mimi jana kuanzia mishare ya saa ngapi ile? Sikuwa nimeipata. Nishazo yako tweet binafsi nasalimia tu unaona kidogo. Mimi binafsi sikuipata. Ndio kuna baadhi ya watu. Ipo lakini wewe unaipata? Unatumia nini? Simu yako. Refresh unapata kila kitu. Mimi binafsi nilikuwa siipati jana ila jana. Hapa uipati. Kweli. Hapo upati mchungu. Hapo uipati, hapo ni zile. Tafuta vitu vipya. Tafuta vitu vipya mchungu vipi? Balozi, tatizo balozi. Anaiona tu anajua anaipata. Yaani kupata taarifa zile na nini? Hawezi kuona update. Yani kwanza mishahara saa ngapi? Paka waanze kutumia zile njia za kujifanya kwa Marekani. Tumetumia vitu vingine hivi. Wanasema wengine wanasema bwana kwa ajili ya usalama. Ndio maana wameivuta. Sasa nani kaivuta? Sijui sasa. Ndio maana baada ya kutokuiona kwa ajili ya usalama. Sasa hamna taarifa rasmi. Kwa maana kwamba unajaribu kujenga hoja. Kuelewa. Na mimi nimekutana nayo kwenye mitandao. Kwa sababu mimi niko na pita zangu baada ya zile taarifa kuzagaa bwana kuna taasisi. Unajua ni kwamba labda niseme kitu kimoja kwamba unajua kuna ikishatokea sintofahamu kama hiyo ambayo inapelekea taharuki kwenye jamii. Na kama unavyojua sasa hivi wananchi wengi wapo kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Na kule taarifa zimekuwa zikisambaa kwa haraka kuliko maeneo mengine. Kwa sasa katika kupunguza sintofahamu, sawa huwa lazima uweze kucontrol, yani kuendesha hii public mass na public opinion. Kama nakumbuka uchaguzi wa mwaka 2020 nao. Ndio kwa sababu zile taharuki, mambo ni mengi, mitandao ikazimwa. Hata Urusi kwa mfano, uchaguzi wa Rais Putin, watu walizima nini? Nakumbuka ile walilalamika sana. Uchaguzi kwa mfano nakumbuka hata uchaguzi wa Uganda walizima. Kwa sasa kuna taarifa ambazo zikitolewa ambazo sio za chanzo rasmi, hazieleweki. Kwa kulinda maslahi makubwa ya umma. Sawa, kwa kulinda maslahi makubwa ya umma lazima uweze kucontrol hiyo mitandao. Ili sababu mwisho siku zile taarifa zisizagae zaidi kwa watu. Ili sababu mwisho siku serikali itoe taarifa ambazo kimsingi zinaeleweka kutoka kwenye vyanzo husika. Ndio maana ukisikiliza tamko la Msigwa nimeangalia. Anasema kwamba taarifa zote rasmi zitapatikana kwenye vyanzo rasmi za serikali. Kosa katika kulinda ile maslahi makubwa ya umma, kwa sababu unajua lazima hizi akili za watu wajue kabisa kwamba kuna mahali taarifa zinatolewa na kuna vyanzo vya husika vya msingi. Sasa kama kila mtu akitoa taarifa ambazo hazieleweki, mwisho siku zinapelekea nini? Taharuki kubwa. Kwa sasa kama hivyo wanavyozungumza wataalamu, nafikiri ni hoja msingi sana. Na watu mimi nilikuwa najua naipata, kumbe bwana kweli siipata. Nimeelewa sasa mjomba. Kumbe sifa. Mjomba wewe hujafikiwa kwenye kwa hiyo kurasa wako.
kwa makini sana. Maana kuna watu unajua wamefikiwa, umeona nimeona baadhi ya hata waandishi pia zikitumika. Wanaaminika sasa sehemu fulani za kutoa taarifa na wenyewe basi wakawa wamedukuliwa. Na tuna sheria unajua ya Cyber Crime Act. Ndio. Sawa. Unajua maendeleo sasa ya teknolojia yamekuja na changamoto. Sawa. Na moja changamoto ambazo zimekuja sasa hivi ni kudukuliwa. Kudukuliwa kwa mitandao. Lakini kwenye jambo kama lile kubwa la jana ambalo mpaka jeshi la polisi wenyewe wamedukuliwa. Wewe ukiwa umedukuliwa alafu ikatolewa taarifa ya uongo, siamini kama nayo unaweza kuwa sehemu ya nani? Au bado uko pale pale kwenye sheria? Ndio basi hivi. Yani kwenye ile sheria bado utakuwa. Kuna ilivyokuja mitandao ya kijamii na maendeleo sasa teknolojia. Serikali ikaja na sheria ya mitandao, sheria ya makosa ya mtandao. Nchi nyingi sana zimekuja na hiyo sheria, mambo ya Cyber Crime Act, kwa sababu maendeleo sasa teknolojia yalivyokuja imekuja na changamoto zake. Sawa. Sasa kwa mfano mtu amedukuliwa, kwa mfano ukurasa wako binafsi umedukuliwa. Sio? Mimi kwa mfano nataka kwangu kudukuliwa. Ukidukuliwa mimi ninachokijua pia ni kuhakikisha unatoa taarifa kuna vyombo husika la polisi ili chochote kitakachotokea kuhusiana na ile account ambayo umedukuliwa mjomba, wewe unakuwa uko sehemu salama, safe side. Lakini cha kwanza umetoa taarifa. Yani kwa mfano mjomba, jana kwa situation zilizotokea jana na wewe kurasa wako ukao umedukuliwa, alafu ukachapisha taarifa ambayo pengine bwana labda Tanzania sijui imefanya nini, lakini kama umetoa taarifa na wewe uko salama kwenye sheria zile za kimtandao. Mimi nakumbuka hiyo wakati mwingine hata ukichukua jina la mtu tu alafu ukatumia kwenye mtandao na wewe tunakuondosha tu, tunaondoka na wewe kwenye sheria hizo. Lakini kama umetoa taarifa jana rafiki yangu, alafu katika hilo lililopita utakuwa salama. Ila jeshi la polisi, TRA, waziri Gwajima na baadhi ya watu wengine kina Maxence pia ni watu ambao akaunti zao jana zilikuwa zina tia mshike kwa mfano ya polisi ilikuwa ni futa weka, wanafuta mdukuzi anaweka kama Max yumo naye ndio nataka nije kuuliza bwana, hivi hatuna taalamu wangu tumekosa ananiambia mambo ya udukuaji ni hatari, pia na dukuliwa bwana yeye kumbe nani Soibako kwa Soibako kakubali na hapo mteni ongezea mambo haya changamoto kama wakati unaongezea yaani jamani ana utaalamu hatucheki kwa sababu nani haya mambo bwana mnaofanya hivyo, hebu acheni ukasema nikasema kwamba kuna nafikiri kuna mimi binafsi nikitazama kuna umuhimu wa kama taifa kusomesha wataalamu. Tuwe na wataalamu, ndio nilikuwa nataka nimuulize mjomba vipi. Kuna wataalamu ambao yani wataalamu kweli kweli yani wamebobea kuna ambao kitu kikichukuliwa chap wanaweza kukirudisha yani, kwa sababu sasa unajua sasa hivi taarifa nyingi nyeti za serikali zipo zinatolewa kwenye mitandao bana. Sasa mwisho wa siku tunapelekea taarifa. Kwa hiyo tukisomesha wataalamu kama taifa lichague wataalamu liwasomeshe kweli kweli kwenye vyuo vikubwa duniani waende kupata elimu huko sasa, ili mwisho wa siku sasa tuweze kulinda maslahi yetu makubwa kama taifa. Ingawaje we never know kwamba wako au hawako kwa sababu vitu vingine ni vinakuwa si unaelewa, nakuelewa lakini likishatokea ndo maoni yanakuwa mengi, lakini hatujui. Inawezekana kwa tunao. Trump naye alilalamika uchaguzi wake umedukuliwa mwaka 2020. Kwa nini mambo kimsingi yamekuwa yakitokea sasa. Tuliona pia ndio maana Marekani kuna baadhi ya mitandao walikuwa wanaipiga vita. Hasa ile mitandao ambayo wao wanaamini hawawezi kuichukua moja kwa moja. Sio vizuri. Kwa wakati mwingine nafikiri kuna haja pia ya kuliangalia hili. Kwamba ile mitandao ambayo tunahisi kabisa kama taifa hatuwezi kuichukua moja kwa moja, hamna uwezo nao wa kuichukua. Yani kuna mitandao si ndio Marekani umeona wanapambana mara TikTok mara nini kwa sababu maafisa usalama wao ama wao wenyewe wanaona kabisa huu mtandao hatuwezi kuudhibiti. Na kwa mfano hoja ya TikTok, hoja ambayo anayezungumza Trump kila siku anasema kwamba huu mtandao umekuwa ukidukua taarifa za Marekani, sio za siri za taifa la, kwa sababu ipo hivi. Unajua wa Marekani wao wanamiliki Facebook, wanamiliki Instagram. Sawa, wa China wanamiliki WeChat, wanamiliki TikTok. Urusi wanamiliki Telegram. Sasa haya mataifa makubwa, kila taifa limejipambanua kuwa na applications zake. Sawa,
Twitter sasa hivi unaona wakina Elon Musk, sawa, wa Marekani. Sasa mtandao fulani ambao ukiwa na nguvu kuna nchi fulani wanaweza kudukua taarifa nyingine. Sasa mataifa makubwa wanahisi kwamba hawa wanaweza kudukua taarifa ndio hiyo hoja ya Trump. Kwa basi tununue mtandao huo wa kwetu sisi. Tukishaununua tuna uozi, nyinyi endeleeni sasa ku control sisi wenyewe. Sasa wa China hiyo nao hawataki. Mchukue nyinyi vipi? Kwa sababu mtandao ukishakuwa na TikTok ambayo ina watu karibia bilioni 3 bilioni 4, kwao ni nguvu kubwa ya ushawishi, ni soft power. Alafu wewe unataka uniambie tena. Sasa kwa sisi huku nchi za Kiafrika mitandao watu wanajiunga, hatuna uwezo wa kucontrol. Lazima tuna wataalamu ambao wanaweza kuhakikisha kwamba wanadhibiti hizo taarifa za uongo. Tuwe makini bana. Yes, tuwe makini na wanaofanya hivyo pia bana, tuwaambie si jambo jema. Nataka ni posti mchepuko alafu baadaye niseme nilidukuliwa. Iwe ni nafasi ya kipekee. Mimi bwana kwenye WhatsApp status yangu umeanza hiyo ina madhara, mwambia wife baadaye. Bwana Exaudi Mtei aidiwa mpaka yule itakuwa nini? Exaudi Mtei awaza kuposti mchepuko asingizie kadukuliwa. Mwambia wife usikiza polisi imedukuliwa, mimi unaniuliza. Jeshi la polisi wenyewe. Mimi mpaka status sasa. Mjomba mpaka WhatsApp. Wewe ni wa kipekee. Ndio wameandika mpaka maneno mazuri hawa. Mjomba mpaka status yao. Bwana WhatsApp nao umedukuliwa. Mbona status ya mchumba? Pale ya mchepuko wako ndio nafasi ya kipekee. Hii ndio nafasi ya kipekee kweli. Kujielezea ni rahisi kwamba ni udukuli. Lakini hiyo kwenye mahusiano, sio kwenye mambo mengine jamani. Maana dawa wengine bwana ndivyo sivyo. Anyway, bwana sawa. Taarifa nyingine bwana kwenye magazeti, Nipashe nimeona pia wameandika daraja la Kigongo Busisi linazinduliwa Yes, unaona rais anakwenda Junior kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa kisubiriwa pia kwa sababu ni mradi wa muda mrefu kidogo na ulikuwa ukienda tukipata picha zake jinsi zinavyosogea. Taarifa nyingine, hama wanachama Chadema yashika kasi. Nimeiona taarifa kwenye Nipashe pia. Nasema leo wapo wanachama 400 ambao wanapokelewa Chauma 400 kutoka Chadema, lakini nimeona mitandao, nimeona pia jana kwenye mitandao nimeona wanajinasibu kwamba wanachama 3000. Na mwenyewe nimeona jana 3000 wanahama Chadema. Wanahamia wanahamia Chadema. Chauma yes. Sasa kama wanachama 3000 tayari ni mtaji mkubwa kwa Chauma huko. Basa wewe watu 3000 tunawajua ukiwapanga hapa. Jana nilikuwa naangalia wanafanyika hapa Ubungo hapa. Ubungo Plaza, miongoni mwa waandaaji wa ule mkutano wa leo au ule ambao tangu ulianza wa leo ambao waratibu ambao walikuwa wakishughulikia ukumbi ukamilike pale. Umeona Catherine Ruge yuko pale miongoni mwa watu ambao wanahakikisha ukumbi uko sawa kwa ajili ya shughuli ya leo na mapokezi. Niliona pia Kilimanjaro kule mabasi kadhaa yanatoka yakipakia. Kwa hiyo means kwamba wanatoa mpaka wa mikoani wakipakia wanachama kwa ajili ya kuja kujiunga na Chauma Dar es Salaam leo. Sasa hii inaweza kuleta picha kwamba pengine mchungu tukaona Chauma kinaweza kuwa, hebu tuulize hili swali, kinaweza kuja kuwa chama chenye ushawishi zaidi ya Chadema? Hapana. Wewe kwako? Hapana kubwa. Hapana, kwa sababu ziko sababu nyingi, lakini sipate vizuri. Hebu zipo sababu nyingi sana. Ushawishi hauwezi kuwa wa haraka kiasi hicho. Tunakubali kwamba, na mimi nimekuwa ni miongoni mwa watu ambao nikisikia mtu anasema waliondoka na kujiunga Chauma hawana ushawishi, sio sahihi sana kusema hivyo, kwa sababu ni wanachama ambao ni wasio wanachama tu, ni watu ambao washafanya kazi, ni viongozi kwenye baadhi ya maeneo. Kuwapakia watu 100-200 kutoka mkoani kuja kujiunga na chama chako, tayari wewe kuna nguvu nayo kwenye eneo lako. Lakini kuja kuwa chama zaidi ya Chadema bado, kwa sababu inahitaji uwekezaji kwenye mioyo ya watu. Siasa za upinzani Tanzania walichowini Chadema mpaka sasa ni kuwekeza kwenye hisia za watu. Yani Chauma inakuja kama chama ambacho kinakwenda kushiriki uchaguzi, ambacho kitakwenda kupambana kwenye siasa, lakini kwenye kuweka mizizi, yani nini wanataka kuwafanyia watu, itachukua muda kidogo kuwashawishi watu kwamba sasa nyie kweli mnapambana na jambo fulani. Lakini idadi si kubwa mjomba, ambayo inahamia na vile ambavyo ilivyokuwa Chauma huwezi kuizungumza
sasa hivi na watu ambao wako nao. Mabadiliko yatakuwepo. Na what if hapo baadaye kwa zile ambazo ziko chini chini kwamba hata yule anakuja huku unategemea kwamba anaweza kuwa pale pale ilipo. Kwa sababu mimi naamini kwa yule nani? Yani kwa idadi kubwa ya watu ambao wanaenda na zinazozungumzwa chini kwa chini kwamba yule anaweza kuja huku, inaweza ikawa mtaji mwingine wao. Ndio maana watu wanaenda, unafikiri wanaenda bure? Yani wanaenda tu kuenda. Kimsingi kuna kitu wameambiwa nyuma ya pazia. Atasema pia mchungu, lakini kimsingi tangu mwanzo nilishawahi kusema kwamba hii hamahama haikuwa bahati mbaya. Yani hawakuamka tu kina Kigaila wakasema tuanze leo kutangaza tunaondoka. Ni mission ambayo iliandikwa. Yani ni plani ambayo iliandikwa kwamba leo paka siku fulani ni wanafanya hivi kuondoka, wiki na hivi ni hivi, tarehe hapa paka hapa ni kuhamia, hapa paka hapa ni mikutano. Ndio hiyo nakwambia hapa paka hapa itakwenda paka ziara. Kwa sababu nakumbuka wewe mwenyewe ulianza taratibu kaniambia hivi hapa za chini chini bwana, chini chini. Ukasema hawa nani sijui ya G55 wanakwenda Chauma za chini chini. Ikaja ikawa na mimi na za chini chini. Baadaye wanaweza wakaja kumuomba yule bwana ahamie huku. Ukifuatilia mitandao ya kijamii, sababu huku pia mitandao ni sehemu ambayo taarifa pia zinathibitisha kwa wakati wake na kuzisoma. Unaona baadhi ya mitandao imeonyesha taarifa kwamba wamezungumza na mwenyekiti mstaafu wa Chadema Freeman Mbowe, ambaye katika miongoni mwa swali ambalo linadaiwa kuulizwa kwake ni kwa nini ni mkimya kwenye kipindi hiki. Sasa na alijibu akasema amesema tu kwamba mamlaka ndio kila kitu wanatakiwa kuzungumza kwa sasa. Sema akizungumza wasije wakasema wanawashwa. Mimi kauli ya wanawashwa naikumbuka ilitolewaga kwa wastaafu wengine enzi hizo. Yani kama amenaisibisha tu kwamba na mimi si ukasema nawashwa kama mstaafu nimenyamaza. Mitandao ndio imeandika, lakini hakuna sema ambayo anaonekana akisema hakuna sema ambayo anaonekana hilo, si ndio? Sasa mjomba, mimi nakurudisha nyuma kidogo ili ujue inasema bwana yule inawezekana kawa baadaye naye akija huku. So hii idadi ya watu wanoama ndio inayonitisha mimi kwamba inawezekana ikawa kuna yani leo 100 jana sijui 50, si unaelewa vizuri, yani hizo zinazozungumzwa. Ndio maana inasema inawezekana kuna kaahadi au kuna kakitu fulani wana itakuwa hivi. Yani si unaelewa vizuri, kwa sababu mtu hata wewe unavyooa mke auoi tu ili uoe, kuna vitu ahadi na nini kuna na mke mwenyewe pia kuna vitu si unaelewa vizuri. Sasa na kurudisha nyuma sehemu moja, mheshimiwa mstaafu Freeman Mbowe mheshimiwa mstaafu wakati ule alisema hataki kugombea, unakumbuka? Kugombea ule nafasi ya mwenyekiti wa chama, si ndio? Wakaenda kumuomba. Walienda wakina nani? Chama cha Chadema. Kufanya nini? Kumuomba agombee. Akatoka dhana akasemaje? Anagombea. Kwa sababu gani? Ameombwa na wanachama. Wati ile safu ya kipindi kile unamtoa nani hayupo kwenye sasa hivi ambao wako huko? Si bwana Mnyika na nani mwingine? Na Tundu Lissu. Kina Boni sawa. Yani mimi nimechukua ile ya kubwa, ile kubwa ile kuu ile. Yani ukitoa wale sio kina Wakanda huko. Yani chukua ile kubwa ile. Mlema, Kigaila, nani? Haya, Mwalimu. Si ndio? Unamtoa nani pale? Mnyika na bwana Lissu. Na Heche ambaye alikuwa kwenye hiyo. Heche hakuwepo kwenye nani? Mimi nazungumzia wale watendaji kabisa wale. Si ndio? Watifu wakaja sasa baadaye wakamuomba. Lakini mimi nafikiri kwamba kama mheshimiwa Mbowe inavyotajwa kwenye mitandao au kuna watu wengi huko mtaani, ni hisia ambazo zinachochewa na matukio yanaendelea. Lazima hivi kama mheshimiwa Mbowe atahamia kwa mfano Chauma na hii ama kwa mfano ya watu wa Chadema kwenda Chauma, ukitazama ina athari kubwa sana kwa vyama vya upinzani. Sawa? Yani ukiwaza sasa kistrategia, ina athari kubwa sana kwa vyama vya upinzani. Kwa sababu upinzani imara unahitaji kuwa na wanachama ambao wameshikamana. Sawa? Sasa pale ambapo wanachama 350 si 200 wanapotoka, maana ni kwamba ile nguvu ya upinzani inapungua. Sawa? Na kumbuka kabisa kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Sasa fikiria
katika hao wanachama tu wa kawaida alafu anaama kigogo mkubwa for instance, sawa, kwa mtu ambaye anahitajwa, hiyo sasa athari yake ni cha kwanza inaenda kupunguza ile imani ya wananchi ambayo kwa zungumza Mtei hapa kwamba chama kimejengwa, watu wanakiamini, hisia nacho. Sasa ikitokea kama inavyosema na watu wengi katika maneno ya huku mitandaoni au hisia ambazo zinazotajwa, maana ni kwamba ni pigo kubwa kwa vyama vya upinzani hususan Chadema. Na hapa napozungumzia vyama vya upinzani nazungumza Chadema kwa sababu Chadema ndio kina nguvu kuliko vyama vingine vyote. Lakini swali la kujiuliza Mtei, jiulize kwa nini hao wanachama kwa mfano kina Kigaila wanaenda Chauma. Jiulize hili swali. Yaani usiangalie tu Chauma, sawa? Kwa nini Chauma na sio ACT Wazalendo? Wapo ACT. Usiwaze katika mkakati kwamba kila mwanachama ana fursa kuhamia chama chochote. Ila angalia kwa nini wimbi lote hilo. Yani waza katika namna ambavyo kwa nini mwanasiasa ambaye anatamani labda kushika uongozi nini anaenda kwa chama ambacho kina ushawishi kidogo. Sawa, kinaaminika zaidi kwa sababu chama cha umma kiukweli kilikuwa bado kinafanya siasa ambazo tunasema sio siasa za serious sana. Ndio maana ukiangalia sera yao ya kwa mfano ya ubwabwa. Yaani ubwabwa maana ni kwamba ni sera ambayo inakuja kwa watu kama inachekesha fulani. Lakini of course ina maana watu wazima wale, watu wazima washibe. Hatuwezi watu kusoma kama hawajashiba. Lakini ukiitazama kama ni politics ambazo si zile za shika nikushike, yani za yani changamoto halisi za Watanzania. Nasema hivyo hapo. Mimi nimependa hiyo unasoma mchungu hapo kwamba Mtei jiulize mara mbili. Jiulize kwa nini Chauma na wote wanaojitoa waelekee huko. Kwa nini Chauma? Sasa mantiki ni kwamba kuna uelekeo sehemu. Mantiki ni kwamba ipo hivi. Unajua mnapo kwa hawa wapanga mikakati. Sasa nazungumza kimkakati. Wapanga mikakati wengi kuna vyama ambavyo vinatawala, kuna siasa za Kiafrika. Huwa hawatamani kuwa na chama ambacho kina nguvu au kinajaribu kukaribiana. Sawa? Na chama kile. Kwa mfano, jiulize kwa nini Maalim Seif kwa mfano labda hakuhamia labda Chadema. Kwa sababu Maalim Seif kwa mfano angehamia Chadema, maana ni kwamba Chadema ilikuwa ina nguvu zaidi huku Tanzania huku na Tanzania kule Zanzibar automatic. Lakini kwa nini alihamia ACT Wazalendo? Na inatajwa vile vile kipindi Maalim Seif anahamia ACT Wazalendo, viongozi wa ACT walifurahi. Yaani hiyo siku ilikuwa na furaha zaidi. Kwa sababu ilikuwa unajua kabisa wamepata mtaji wa kisiasa. Sasa for instance leo hii Bundu anatajwa anaingia kwa mfano Chauma. Huyo anayetajwa. Ili fikiria kwa uzoefu wake, mtandao wake, umaarufu wake. Watu wanamfuata. Pigo itakuwa ni vyama vya upinzani kwa sababu kwamba imani itapotea. Vile vile Chauma vile vile inaweza isifikie katika level ya Chadema. Lakini umaarufu wake wa ufuatiliaji itakuwa umeongezeka zaidi. Mimi nakubaliana na wewe hapo kwenye hilo kwamba basi tuseke maneno mengi mjomba. Tusubiri tuone. Kwa hiyo wakasema kwamba Nipashe wametuandikia wamesema kwamba wanachama wazidi. Nipashe wanasema ni 400 lakini kwenye mitandao ukisikiliza interview mbalimbali wanasema ni 3000. Basi sawa, tuendelee. Kwa naongea na mtu mmoja akaniambia ule ukumbi unaofanyia unaingia tu 500 tu. Kaa nje subiri. Sio na ukumbi unaingia tu 500. Mimi ukumbi na ujua nishafanya mkutano pale unakaa tu 500. Hapo tumejazana kabisa, tumeshimbiliana sawa. Lakini wenyewe wanasema 3000 wanakaa wapi? Kaambia subiri kwa sababu ni leo ni swala la kusubiri na kuona. Na kwenye Mwananchi pia wameandika hivyo hivyo, Chauma yachochea mjadala wa kisiasa, lakini mawimbi kukomaza kuimaliza Chadema. Wameuliza kama swali Mwananchi. Unaweza ukaisoma pia kwenye ukurasa wa 14. Lakini taarifa nyingine, bunge la tulizwa kuingilia JWTZ ni kuhusu sharti la vijana kupitia JKT kuandikishwa kazi jeshini. Wamemnukuu hapa Dr. Tulia Ackson, spika wa bunge, anasema hili linaleta ukakasi. Mbunge ameomba mwongozo, lakini tulishapitisha hapa na serikali ilikuwepo. Leo kunapotokea kigezo hiki kinakwenda kinyume na azimio la bunge. Waziri wa Ulinzi Dr. Stegomena Tax alisema kulingana na kifungu cha 148(1) cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya 77, kama ilivyofanywa marekebisho mara kwa mara,
JWTZ hupokea amri kutoka kwa amiri jeshi mkuu na si vinginevyo. Jana wakati wizara ya ulinzi ikiwasilisha bajeti yake pale, mjadala ulizuka kuhusiana na JWTZ kuandikisha kazi, vijana wa JKT kuandikishwa kazi jeshini. Kwa hiyo kaisome kwenye ukurasa wa 4. Lakini sababu za Martha Karua wenzake kupigwa stop za tajwa. Mwananchi pia wameweka, umeona pia hata wanaomba radhi, wanaomba radhi Chadema. Mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Na nimeona kwa kuna vyombo vya vingi vya Kenya vimeizungumza sana hiyo taarifa, na hata mwenyewe Martha Karua kipindi anarudi nyumbani kwao Kenya, nimeona alipokelewa na mabango. Yes, na Martha Karua amekuwa ni kiongozi of course akihudhuria kesi nyingi sana. Kwa mfano kesi ya Kizza Besigye wa Uganda, of course kesi ya Tundu Lissu, kesi kwa mfano ya Bobi Wine kipindi kile Uganda. Kwa hiyo amekuwa ni mwanaharakati ambaye kama anaonyesha huo mshikamano. Sasa kwa vilivyoripoti vyombo kwa mfano vya Kenya, tofauti huku Tanzania, kwa sababu of course hao wengi wamekuwa ni wanaharakati ambao kisumbua sana serikali ya Ruto. Tazama kule nchini Kenya, maandamano kwa mfano Generation Z yale wamekuwa kitoa matamko mengi sana kwamba serikali rais anafanya hivyo, ashatoa. Kwa sasa kwa hiyo siasa yetu sisi, unajua ukisoma sera yetu ya mambo ya nje, ukiangalia ile misingi inasema kwamba Tanzania haichaguliwi rafiki wala haichaguliwi adui, lakini vile vile haiingiliwi mambo yake ya ndani. Tanzania haichaguliwi rafiki wala adui. Bana, haya mambo ya Chauma hayo mimi siyaelewi. Hawadhi fundi baskeli wa Yombo Dar es Salaam, bwana kutoka Dar es Salaam Yombo hapo, yeye anasema haya mambo ya Chauma, mbona kama haelewi mambo ya Chauma. Sawa, Hawadhi kutoka Yombo Dar es Salaam. Mwingine anaitwa Amuru Juma Mturuki, anapatikana Ngaramtoni Singida. Anapenda kujua bwana kuwa bana hii kidogo ni ngumu sana. Sawa, haina shida. Ngumu sana. Anasema pamoja sana hapo Suda afuatilia. Asante sana kwa ujumbe wako. Sawa, kwingineko Bwana Majaliwa ataja faida ufugaji nyuki nchini, azindua mpango kabambe utakaoleta mageuzi makubwa katika sekta ya ufugaji. Ukurasa wa 2 wa Uhuru pia unaweza kuisoma. Lakini pia Makonda amshukuru Rais Samia kutoa bilioni 11. Wananchi milioni 2.6 wahudumiwa kampeni ya msaada wa kisheria. Uhuru ameandika hiyo. Jana pia mzungumza Makonda hapa, jana nimeona amejiandikisha. Akasema sasa ni mpiga kura rasmi wa Arusha. Mpiga kura rasmi wa Arusha pale. Lakini nani yake yako wapi? Nini? Unapiga kura ulipojiandikisha. Ngoja, ulipojiandikisha ile kwani si unatumia ile unafanya kuhakiki? Yeye amejiandikisha. Ile amekuwa mpya. Sasa msimkazi ya Arusha. Simkazi wa Arusha. Ile vita imeisha lakini. Sasa ukishakuwa mpiga kura wa eneo fulani, manake unaweza kugombea mpigi wa kura wa ile. Basi. Bwana, mimi nikihio Ampari Nyasa Korogwe Tanga, au jamaa walokwenda Chauma, mimi nafikiri wamekwenda kukiua chama cha Chauma. Watu 3000 na kiwa vipi? Eti wanaenda kuua chama cha Chauma. Alafu chama mpaka mtoto wa mwenyekiti kajiuzuru kupisha wengine hapo. Nimesema nilikuwa nafuatilia jana ukurasa wa mwenyekiti wa Chauma. Akafanya reference ya rejea kwamba mbona nyie kuna vyama viliwapokea watu fulani walikuja na mkapa uongozi. Kwa nini sisi? Kwani kuna ubaya Chauma kuwapa viongozi? Kwa mimi kwa kweli Chauma anaoja. Kwa chama mjomba, hata mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu ametoka NCCR. Alihama chama akaenda Chadema. Hakuna mwanasiasa ambaye hajawahi kuhama chama. Wako ambao hawajahama. Hoja liko nini? Hoja liko ni kwamba kwa nini hao wamehama, wamefika kule wamepewa nini uongozi. Akawajibu kwamba alihama Mheshimiwa Lowassa, akapewa Mheshimiwa Sumai, wakapewa ujumbe kamati kuu, si ndio? Lakini vile hivi kwa mfano una mtu ametoka kwenye Chadema ni naibu katibu mkuu, unakuja kwenye chama anakuwa mwanachama kawaida. Haiwezekani. Lissu kwa mfano ame kwenye chama sawa. 96.8 East Africa Radio Musoma. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo hapo.